أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي بيده الشفاء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته كما قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. Ndugu zangu Waislamu, kwanza kabisa ninaihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa tuko ndani ya Ijumaa ya pili kama sikosei ya mwezi huu wa Safar. Ndugu zangu Waislamu, kwanza tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe katika ibada, lakini pili naihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyo ada. Ndugu zangu Waislamu, leo khutbatana al-yawm, khutba yetu ya leo tutazungumzia madhara ya riba na madhara ya mwenye kula riba. Tutazungumzia madhara ya riba na madhara ya mwenye kula riba ndani ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala amenena katika surati al-Baqara, amesema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amehalalisha biashara. Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha biashara na ameharamisha riba. Riba imevunja ndoa za watu. Riba wanaziniwa sana wake za watu kwa sababu ya riba. Riba kuna watu tayari hawana nyumba zao kwa sababu ya riba. Riba kuna watu wametoa talaka kwa sababu ya riba. Riba kuna watu wameuana kwa sababu ya riba. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pia anasema katika ahadithi ya Abi Huraira, arba'atun haqqun ala Allahi ta'ala an yudkhilahumul janna yawmal qiyama. Watu wanne siku ya kiyama ni haramu hata kunusa harufu ya pepo. Ni haramu hata kunusa harufu ya pepo. Watu wa aina nne. Wa kwanza kabisa ni mudmin khamri, mwenye kudumu na pombe. Yani ukafa ilhali hujatubia, illa an yatuba, isipokuwa ukitubia ndo Allah subhanahu wa ta'ala yubadilu Allah sayiatihim hasana. Ukitubia Allah anabadilisha maovu yako kuwa nini? Kuwa mema. Sasa wewe ambaye utakayedumu na pombe mpaka kifo kinakukuta, ni haramu siku ya kiyama kwenda kuingia peponi. Na kama kuna ndugu yako amekufa ilhali alikuwa mlevi, kila siku mnakaa Allahumma ighfir lahu warhamhu wasikinuhu min riyadhil janna, hakuna mnachofanya. Alikuwa ni mlevi, amekufa ilhali mlevu na hajatubia. Mnajua kabisa sababu ya kufa kwake ni nini? Ni pombe. Shekhe, hata kama mkeshe, mumjenge msikiti, mumwende hija, hakuna, ni bure. Huyo siku ya kiyama ni motoni. Na hayo sio maneno yangu, ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad
wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, na Mtume Muhammad hajawahi kusema kwa matashi ya nafsi yake, isipokuwa alikuwa anteremshia uhai kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume hajawahi kusema uongo hata mara moja. Kasema hivi, mwenye kudumu na pombe akafa ilhali kwenye pombe, huyo ni haramu siku ya kiyama kwenda kuingia peponi. Wa pili ni akili riba, mwenye kula riba. Shekhe, kama umejenga kwa sababu ya riba, wewe siku ya kiyama motoni, ila an yatuba, isipokuwa ukitubia. Mpaka utubie. Ukitubia Allah anakusamehe. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, Allah ana kawaida kusamehe madhambi yote. Hajawahi kumwacha mtu akimuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama inafika pahala wewe kula kwako ni riba, gari lako ni riba, vyakula vyako, kila kitu unachofanya, kwanza ukienda hija ila hali wewe ulikuwa unakula riba, au pesa yako uliokwenda na hija, wewe hakuna hija ya namna hiyo. Hata kama ukijenga msikiti na pesa ya riba, hakuna kitu kama hicho, hupati manufaa yote mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama haujatubia, fi nari jahannama khalidina fiha, siku ya kiyama unakwenda kuishi motoni. Hapo utaulizana, kwani riba ni kitu gani? Au riba ni nini? Riba maana yake ikifika pahala labda mtu akaja, kwa sababu sasa hivi kuna hadi maofisi, watu wametengeneza ofisi na akaandika mkopo rahisi, kwamba mtu akakope pale rahisi. Kwa mtu akipata shilingi, akienda kuchukua shilingi 100,000 anakwenda kulipa shilingi 150,000. Ile 50 ni riba. Hata kama ukala sio 50,000, hata shilingi 50 senti moja ni riba umekula wewe. Siku ya kiyama ni haramu kwenda kuingia peponi. Maana sasa hivi tunaona mambo ya kawaida, na tunawaruhusu mpaka wake zetu kucheza vitu kama hivyo. Anakwenda kuchukua mkopo, kuna mikopo ya wafanya biashara, kuna mikopo ya uchumi wa chini, si kuna vitu gani hapo, na unaambiwa ni mkopo wa bei rahisi. Hakuna kitu cha namna hiyo. Wewe unakula riba, siku ya kiyama unakwenda kuingia motoni. Wewe utakaye kwenda kuchukua mali, pesa inayotokana na riba, siku ya kiyama motoni, illa an yatuba, mpaka utubie. Watatu katika watu wanne ambao siku ya kiyama wataingia motoni pasna pasna ya kuhesabiwa, wa aqal liwalidaini, pia mwenye kuwakera na kuwaudhi wazazi wake wawili. Wa mwisho kabisa ni akili mala yatima, mwenye kula mali za mayatima. Kama pia unakula mali za mayatima siku ya kiyama, shekhe wangu, wewe siku ya kiyama ni moja kwa moja unakwenda kuingia katika moto Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa mpaka utakapotubia. Lakini bwana mtume Muhammad, tumswalieni bwana mtume Muhammad, akasema hivi, dirhamu ya riba, senti ya riba, sumuni ambayo imetokana na riba, dirhamu ambayo imetokana na riba, senti iliyotokana na riba, sumuni iliyotokana na riba. Anasema wa huwa ya'lam, na wewe unajua kabisa hii pesa ninaipata kwa riba, hii pesa ninaipata kwa riba. Ashaddu, hiyo ni ngumu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ina madhara kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inazidi uzito na hasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Min 36 zania, yani kuliko watu wakusanyane watu 36 alafu wao ni wazinifu. Hao wana nafuu kwa Allah kuliko mtu anayekula dirham moja ambayo inatokana na riba. Nafahamika vizuri. Wewe dirham moja shilingi 50 utakayekula inatokana na riba, wewe madhambi yako ni makubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala kulikoni wakusanyane wazinifu 36. Hawa wanakuwa kidogo wanafuu mbele Allah kuliko wewe utakayekula riba. Na sijasema watu wa kazini, hapana. Maana sisi kapata njia shehe, nimemwelewa katika hotuba yake hatari kweli yani. Mwamba katuruhusu kazini sasa hivi, kumbe sisi ni bora kuliko kula riba. Mimi sitakwenda kazini. Nimetolea mfano wa mzinifu na mlaji riba mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema kupitia hadithi ya Jabir ibn Abdullah, laana Rasulullah, amemlaani bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akili riba, mwenye kula riba. Bwana mtume Muhammad kamlaani mwenye kula riba. Alafu sio mwenye kula riba tu, hapana, wa muwakiluhu, na mwenye kuiwakilisha ile riba. Kuna wale ambao wanatembea na vigari vya mikopo, anakwenda kuwapelekea watu mkopo.
wafanyakazi wale nao pia wamelaaniwa, hata kama hawali ile pesa, naye pia amelaaniwa. Hata wewe unakaa kwenye ofisi imeandikwa mkopo rahisi na mnawakopesha watu kwa riba, ujue kabisa ya kuwa kwamba mbele Allah subhanahu wa ta'ala wewe pia umelaaniwa. Yani anayekula ile riba, wewe unaipeleka hiyo riba, unampa mtu hiyo pesa kwa riba na kuichukua hiyo pesa kwa riba, na wewe pia umelaaniwa. Wakatibahu, na yule anayeandika, kuna wale ambao wanaandika kwamba fulani bin fulani kakopa kiasi fulani, yule mwandikaji, yani unaandika tu, hushiki pesa, unaandika tu, umelaaniwa. Na mwisho kabisa, washahidahu, shahidi naye kalaaniwa. Shahidi naye kalaaniwa, anayekwenda kushuhudia, kwa sababu pale ukienda kukopa, pale ukifika kwenda kukopa, watakwambia hebu ukaje na shahidi. Unakwenda kumtafuta ndugu yako, ni kaka yako, ni rafiki yako, nani yako, anakwenda kuwa shahidi pale. Huyo atakaye kwenda kushuhudia wewe unavyochukua pesa ya riba, ujue kabisa ya kuwa kwamba na yeye pia amelaaniwa. Wa ana Aisha radhiallahu ta'ala anha, Aisha amesema pia kupitia hadithi ya bwana mtume Muhammadin, amesema bwana mtume, idha ba'a rajulu dirhama bidirhamaini, atakapouza mtu dirham moja kwa dirham mbili, wa dinaran bidinaraini, na dinari moja kwa dinari mbili, faqad raba, amekula riba huyo. Yanamaanisha ikifika pahala wewe mtu akaja, bwana nataka shilingi 100,000, ukamwambia utaniletea 110,000, 10 ni riba, we pia umelaaniwa na hauna salama mbele Allah subhanahu wa ta'ala mpaka utubie. Riba imekuwa ni mchafuko sasa hivi katika jamii. Kila pahala kuna vibanda vya riba, kila pahala familia hazielewani kwa sababu ya riba, kila pahala nyumba watu wanauza kwa sababu ya riba, kila pahala kuna mvurugano kwa sababu ya riba. Na haswa wake zetu kuna pahala wanaingia kwenda kukopa ili afanyie biashara na anakopa. Inafika pahala, kuna muda, kuna watu hata tendo la ndoa hawalipati kwa sababu ya riba. Mwanamke kavurugwa, mwanamke kachanganikiwa, anawaza marejesho, wewe utampata usiku na vipi, anakuambia bwana mimi nawaza sasa hivi bwana, pesa ya watu kesho napelekaje? Wewe unapata na ndoa. Usalama hakuna katika nyumba, usalama hakuna katika familia, na mpo hapa mmeuziwa majumba yenu kwa sababu ya riba. Mpo hapa hamuelewani familia kwa sababu ya riba, alafu linaonekana jambo la laana. Lai watu wengi tunataabana, mimi mambo yangu hayaendi. Wewe mambo yako yataendaje huku unakula riba shekhe? Mambo yako yataendaje unakwenda kuchukua mikopo ya riba? Hatujakataza kukopesha watu, hapana, na tunaambia kukopesha ni bora kuliko sadaka, lakini usiwe ni mkopo ambao una mariba. Mtu akija kukukopa, bwana naomba nikopesha shilingi 100,000, uregeshewe shilingi 100,000 hiyo hiyo. Sio inafika pahala mtu anakuja kukukopa 100,000, wewe unamwambia utaniregeshea shilingi 100,000 na 30,000, 100,000 na kitu gani? Ile inayozidi riba, ndugu zangu Waislamu. Wallahu tabaraka wa taala yaqulu bi qawlihi yahtadil muhtadun fa idha qara'ta alquran fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alladhina yakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama يتخبطه الشيطان. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم عني وسعفي عني وعنكم وعن جميع المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.